Semaji, mambo vipi? Bana fresh kabisa. Upo vizuri? Namshukuru Mungu niko sawa sawa. Na hatimaye tumesonga kwenye hatua inayofuata mara baada ya kupata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya TMA. Nini ambacho umekiona katika huu mchezo na uzungumze na wana Simba? Ni jambo la faraja, tumetimiza malengo. Hizi hatua ni hatua za kutimiza malengo, kwa maana ya kumove kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na tulikuja hapa uwanja KMC kucheza na TMA purposely kwa ajili ya kutimiza malengo, kwa maana ya kutoka hatua hii kwenda hatua inayofuata. Tumepata ushindi wa mabao 3-0, ni jambo jema. Ni mechi ya pili tunacheza pasina kuruhusu bao kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho la CRDB, lakini ni mechi ya pili ambayo tunaibuka na ushindi, manake ni kwamba tunazidi kusogea hatua moja mbele. Mwalimu amefanya mabadiliko makubwa ya wachezaji. Lengo ni kuwapa nafasi wachezaji ambao hawapati nafasi kwenye mechi nyingine wapate nafasi kwenye mechi hii, lakini wale ambao huwa wanacheza kila siku wapate muda wa kupumzika, kwa sababu tunakoelekea huko ni kugumu na pakubwa zaidi. Na mpango wake umekwenda vizuri. Wale wote ambao wamewaamini leo kwa kuwapa nafasi wameonyesha ubora wao, na hatimaye tumeondoka na ushindi. Mnyama anasogea hatua inayofuata. Kila mchezaji ambaye ameshiriki kwa namna moja ama nyingine kwenye mchezo leo anastahili pongezi na sifa kubwa, kwa sababu amesaidia kupatikana ama kutimiza kwa malengo ya Simba Sports. Unadhani ubora wetu ulikuwa wapi leo? Ubora ulikuwa kwenye kitimu zaidi. Ukisema utafute individual performance unaweza usiipate, lakini kitimu zaidi ndiko ambako tunaweza kujisifia. Transition, timu ikishambulia, timu ikizuia, eneo lote ya uwanja tulikuwa bora. Na ili uwe bora kucheza na timu kama hii ya madaraja ya chini, lazima mcheze kitimu zaidi, kwa sababu wao wanacheza wakiwa hawana pressure. Wanacheza wakiwa hawahofii kupoteza. Kwa lazima kila mmoja awajibike ipasavyo kumdhibiti kila mchezaji wa timu ya TMA. Na mechi hii kama ambavyo nilisema jana, ni kwamba ukiangalia kwa juu unauona ni mchezo mwepesi, kwa sababu ni timu za madaraja mawili yanakutana. Lakini kiuhalisia ilikuwa ni mechi ngumu kwenye pichi. Ukiangalia wachezaji waliokuwa nao TMA, wale wachache wenye uzoefu wakina Siraji, ukiangalia profile yake ukote alikopita kwenye timu za ligi kuu, unaona kabisa ni mchezaji ambaye yeye peke yake anaweza akaleta mabadiliko makubwa kwenye timu yao. Lakini Wanasistu Sabilo ni mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa, ana ubora wa hali ya juu, lakini Kapela kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo hao peke yao wana uwezo wa kumotivate wenzao, na wamefanya kazi hiyo kwa ubora na ufanisi wa hali ya juu na kuifanya mechi kuwa ngumu. Na baada ya kuiona mechi hii ni ngumu, sio kama ambavyo watu walikuwa wanafikiria, wachezaji wetu wakaamua kucheza kitimu zaidi na kutafuta ushindi wa timu, na hatimaye tumetimiza malengo. Mnyama amekwenda hatua ya 16 bora. Hili limeshamalizika. Kilichopo mbele ni mchezo dhidi ya Dodoma Jiji katika uwanja huu tarehe 14. Tutakuwa hapa tarehe 14 Ijumaa saa 10 kamili katika uwanja wa KMC. Tunashuka dimbani hapa dhidi ya timu bora na timu ngumu ya Dodoma Jiji. Lazima kila mwana Simba akatambua mechi ngumu tuliokuwa nayo tarehe 14. Tukirejea mechi yetu ya kwanza na Dodoma Jiji katika uwanja Jamhuri pale Dodoma, ilikuwa ni moja kati ya mechi ngumu kweli kweli. Mechi ambayo iliamriwa na goli moja pekee kwa dakika 90, tena goli la penalti. Mechi ilikuwa ngumu hasa. Dodoma Jiji walikuja na mpango mzuri wa kutudhibiti na wakawa wanaelekea kufanikiwa, lakini ubora wa Simba ukaja ukaonesha tofauti. Hao Dodoma Jiji tunakuja kucheza nao tena nyumbani kwetu KMC. Tutegemee mechi itakuwa ngumu, kwa sababu tayari umeshatengenezeka upinzani wa jadi ama upinzani wa asili baina ya Simba na Dodoma Jiji. Unajua binadamu ana tabia ya kuzoea. Kwa hiyo Dodoma wameshazoea sio kutufunga, wameshazoea kutupa mchezo mgumu. Yani wanapokuja kucheza na Simba wanajiupdate kifikra kwamba twendeni, hawa ndio wale Simba Sports. Kwa hiyo tutegemee watatupa upinzani mgumu sana, lakini yote kwa yote ubora wetu sisi utakwenda kutupa ushindi katika mchezo huo. Tunaamini katika wachezaji wetu, tunaamini katika mbinu za mwalimu wetu, na tunaamini katika ubora wetu. Na kama haitoshi, tunasimamia malengo ambayo tumejiwekea ya kushinda kila mchezo ambao uko mbele yetu. Itakuwa ni mechi nzuri sana.
lakini itakuwa ni mechi ya Simba kutakata. Tunaheshimu, tunakubali na tunatambua ubora aliokuwa nao Dodoma Jiji, kuanzia kwa wachezaji aliokuwa nao, benchi lao la ufundi likiongozwa na mwalimu wao mtaalamu, lakini tunaamini katika mbinu zetu, tunaamini katika commitment zetu na tunaamini katika mahitaji yetu ya kupambana kuchukua alama 3 mbele ya Dodoma Jiji. Wachezaji tuliokosa kuwaona kwenye mchezo uliopita walikuwa wanaumwa ni sababu za ufundi, na tutaona kwenye mchezo dhidi ya Dodoma Jiji. Ni rotation ama mzunguko ama mzunguruko. Mwalimu anajaribu kumpa kila mchezaji nafasi. Wale ambao hawapati nafasi mara kwa mara kwenye mechi nyingine huko, anawapa nafasi kwenye mechi hii. Na wale ambao wanacheza mara kwa mara wapate muda wa kupumzika kidogo, kupooza miili. Kwa mabadiliko ambayo yamefanyika leo ni mabadiliko ya kiutaalamu ya mwalimu Fadlu, na of course amemlipa. Kila ambaye amemfanyia badiliko ameonyesha uwezo wa hali ya juu, na Simba ameondoka salama katika uwanja KMC akisonga mbele. Maana yake ni kwamba katika mechi inayokuja mwalimu anaweza akachagua kufanya mabadiliko tena ama kurejesha mkoko wake ambao ameuzoea. Kwa hiyo tusubiri kuona mwalimu ndio atakayeamua, lakini ni mechi ngumu ambayo tunaamini mwalimu Fadlu hatataka kufanya majaribio, atataka kupanga watu kazi kweli. Na hata ukiangalia mechi ya leo, kuna wakati alilazimika kuwapumzisha watu. Alitoka Abdulrazak Hamza, alitoka Fernandez Mavambo. Yote hiyo mwalimu ilikuwa ni kuwapa pumzi hawa watu kuelekea mechi ya tarehe 14 dhidi ya Dodoma Jiji. Shukrani sana. Asante.